Naam, bwana Diamond Platnumz bwana amepokea tunzo. Bwana Diamond Platnumz amepokea tunzo huko Marekani, na hii ni tunzo ambayo eventually lazima angepewa, kwa sababu hata kama angekuwa yuko Tanzania hii tunzo huaga wanatuma, na kwa sababu hii tunzo bwana inatoka YouTube au vipi bwana. Ni kwamba kama unavyoelewa kwamba ukifikisha subscribers laki unapata tunzo ya silver ambayo hata hapa Trend TV tuko nayo, lakini ukifikisha subscribers milioni unapata tunzo ya gold, ambapo pia vile vile ukifikisha hizo gold nazo pia watu wengi sana wanazo, hususan hao wasanii wengi sana wanazo wenye subscribers milioni na kuendelea huko YouTube. Lakini pia ukifikisha subscribers milioni 10, jambo ambalo Diamond peke yake katika nchi za Afrika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara, Diamond pekee ndiye amefikisha subscribers milioni 10 na ndiye yeye mwenyewe amepokea hiyo tunzo. Kwa hiyo kwa upande huu wa South Saharan countries ni kwamba Diamond Platnumz ndiye msanii pekee ambaye ana tunzo ambaye ana tunzo ya subscribers milioni 10. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa hiyo hapa bwana Diamond akiwa yuko kule Marekani ni kwamba YouTube wenyewe wameona kwamba ni jambo la busara na ni jambo la heri kabisa kumpatia tunzo hiyo, kwa sababu tayari yupo kule Marekani. Kwa hiyo akiwa yuko kule Marekani kabla hata ya show yake ambayo ameifanya New Jersey, show ambayo inafahamika kwa jina la Hot Summer Festival, ni kwamba alikabidhiwa hiyo tunzo, na ilikuwa ni moment nzuri sana, na page nyingi sana zimeripoti, na the way ambavyo wamemkabidhi kwa bashasha na mbwembwe nyingi. Bwana wamempongeza sana kwa kufikisha subscribers milioni 10. Sasa hii ni tunzo ya almasi, yani silver subscribers laki, gold subscribers milioni. Wakifika milioni 10 unapewa tunzo ya almasi ambayo hii inaitwa Diamond Plaque au Diamond Play Button kutoka YouTube. Umeona bwana? Sasa tunzo inaitwa Diamond Play Button, lakini pia kwa upande wa Diamond Platnumz mwenyewe pia anaitwa Diamond. Alafu pia vile vile ukizingatia kwamba jamaa ukimwangalia vieni ambavyo amevivaa vilikuwa ni vya almasi tu, pia ni diamonds, chains and grills and rings. Ushaelewa bwana? Kwa hiyo huyu jamaa hapa ambaye alikuwa amekuja kumkabidhi Diamond hii tunzo akamwambia kwamba ni diamond on diamond on diamond to diamond. So sikiliza. Diamond ring on the diamond plaque on the diamond splash. That's a lot of diamonds in the diamond teeth. Come on. Yeah. There you go. Yeah, so ilikuwa ni moment nzuri sana kwa Diamond Platnumz kupokea tunzo hiyo. Bwana Diamond alikuwa anavimba kweli, na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha Watanzania wengi sana kuona Diamond Platnumz anazidi kuwawakilisha vyema kimataifa. Kumbuka kwamba hata wakina Davido, Burna Boy, Wizkid wote au Rema vile vile wote hawajafikisha subscribers milioni 10, ni Diamond pekee. Kwa hiyo jamaa kweli anatu represent kwenye upande huo. So at the end of the day ni kwamba yeah, so hivyo ndivyo moment ilivyokuwa. Yeah. It's a what? What is it? It's a diamond plaque. Exactly. Honestly, I want to dedicate this to my fans, my viewers, team, family, like everybody, the whole industry, management, everybody, because behind this there's a lot of people. There's everybody. Yeah, so Diamond bwana ameeleza kwamba mwezi mkao mnaelewa ni jinsi hiki kitu kina maana gani kwangu, na pia vile vile akaamua kuidedicate tunzo hiyo kwa familia, mashabiki, timu yake, management pamoja na watu wengine wote ambao wana mchango katika tasnia yake ya muziki, na pia vile vile katika tasnia ya muziki wa nyumbani, yani akiwa anamaanisha huku bongo, muziki wa bongo flavor. Umeona bwana? Kwa hiyo Diamond bwana alikuwa very excited, alikuwa very happy kwa hiki ambacho amekipata. Umeona bwana? Sasa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hii habari. Kwa mfano hapa bwana kuna page wamekuja wameandika hapa kwa kirefu kabisa, wameandika kwamba
Bwana star wa muziki Afrika Diamond Platnumz mapema leo akiwa jijini New York nchini Marekani amekabidhiwa tunzo ya Diamond Play Button kutoka YouTube, ambapo inatolewa kwa chaneli zilizofikisha au kupita subscribers milioni 10. Diamond alifikia hatua hii ya kihistoria ya kufikisha subscribers hao zaidi ya milioni 10 hivi karibuni, ambapo mafanikio haya yanamuweka kwenye nafasi ya kipekee sio tu ndani ya Tanzania au Afrika Mashariki bali pia kimataifa, ambapo wasanii watatu wa kimataifa wameweza kufikia kiwango hiki kwenye channel zao za YouTube, akiwepo Mohamed Ramadhan, Saad Lajared na Soul King kutoka Afrika. Tunzo hii ni utambuzi wa juhudi pamoja na ubunifu wake ambao umesaidia zaidi kuwa msanii anaeng'ara zaidi kimataifa, lakini pia vile vile ni kwamba mashabiki wake wamefanikisha yeye kufikia milestone hiyo. Tunzo hii ni ushuhuda wa juhudi zao pia kwa mashabiki, kwani kupokea tunzo kuna hitaji ushiriki wa karibu sana wa mashabiki ambao kwa miaka 13 wamekuwa wakimuunga mkono na kumfanya kuwa moja kati ya wasanii vinara wa YouTube Afrika nzima. Umeona bwana So hivyo ndivyo mchongo ulivyo bwana. Lakini pia vile vile kama unavyoelewa kwenye mambo ya ushindani, kama unavyojua wabongo wanavyopenda ligi, wameenda bwana kumwambia, hapa kuna page wameandika kwamba bwana tuachane na ndege sasa tuje huku. Umeona bwana, wakiwa wameweka picha ya Diamond akiwa ameshika hiyo tunzo na picha ya Harmonize pembeni, kwa sababu tumeona kwamba hapa wanachomaanisha ni kwamba Harmonize bwana, yeye baada ya kuona Diamond anapanda na anasafiri na private jet makubwa, Konde naye pia tukaona akakodi private jet kubwa. Sasa wadau hapa wanakuambia kwamba tuachane na mambo private jet, sasa tuhamie huku kwenye mambo ya tunzo YouTube. Umeona bwana So hivyo ndivyo mchongo ulivyo kwa sasa. Sasa hapa bwana, kuna baadhi pia ya page zimekuja zimeandika. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa ameandika kwamba msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz amezawadiwa na YouTube tunzo ya kufikisha subscribers milioni 10. Hiki sio kitu cha mchezo au kila mtu anaweza kufanya kuwa na wafuasi milioni 10. Umeona bwana So hapa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna mtu anaitwa Dalila Sunday Tabata anasema kwamba bwana, huyu ndo msanii bora Afrika kwa sasa, kwa kiukweli Diamond anastahili kupewa hii tunzo, tuendeleeni kumsupport. Kwa mdoso kumbe bwana, ukishamfikia Diamond ukishamsifia Diamond na ukimshabikia Diamond hawezi kukutia aibu hata siku moja, yani anakupa pointi za kuendelea kumkubali. Maneno hayo ya mashabiki. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.